Msimamo mkali wa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kutoruhusu amani iweze kuvurugika kwa sababu ya kundi la watu wanaochochea mitandaoni, akiwemo Sativa, Mange Kimambi, Malia Wachokonozi na baadhi ya watu kadha wa kadha ambao wamekuwa kiunga mkono harakati ya kuhakikisha siku ya tarehe 29 basi vurugu ziweze kutendeka na maandamano yaweze kufanyika. Lakini alichokizungumza Rais Samia Suluhu Hassan ni kwamba hakutakuwa na nywinywinywi wala nywanywa zozote. Kwa hiyo kwa wale wanaojipanga kufanya vurugu, kwa wale wanaotumia mitandao ya kijamii kuchochea na kutengeneza hamasa na taharuki kubwa ya tarehe 29 ya mwezi wa 10 kuweza kufanya maandamano na kufanya vurugu ili mradi kuweza kuharibu amani ya Tanzania, ni jambo ambalo Rais Samia Suluhu Hassan kama amiri jeshi mkuu ni jambo ambalo hatoweza kulikubali, na ameshaweka nadhiri kwamba ni jambo ambalo yeye anaamini kwamba yeye kama kiongozi mkuu wa jeshi la Tanzania na amiri jeshi mkuu wa nchi yetu ni kwamba hatakubaliana amani iweze kuvurugwa na kundi dogo la watu wanaotaka kuharibu tunu ya taifa la Tanzania. Ni jambo ambalo limeweza kuzua mjadala, licha ya kwamba pia tuliweza kumsikiliza Humphrey Polepole akiweza kumjibu Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kuweza kuwatuliza kwamba hakutakuwa na nywinywinywi wala nywanywa zozote, yani huku akiwa anamaanisha kwamba hakutakuwa na propaganda ya siasa ya aina yote ya kuleta uchochezi na kuvuruga amani ya taifa la Tanzania. Lakini tukamsikia balozi mstaafu wa Tanzania nchini Cuba ambaye ni Humphrey Polepole akiweza kuzungumza kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ingempasa aweze kupata washauri wema ili mradi kuweza kutumia lugha vizuri na kuambia Watanzania, kwa sababu alivyozungumza kwa nukuu ya Humphrey Polepole anasema kwamba eti ni kama Watanzania wanafokewa, lakini ni jambo ambalo ameshindwa kuelewa na ameshindwa kunukuu kwamba lengo lilikuwa ni kutuliza pia taharuki na kutoruhusu Watanzania waingie kwenye mfumo ambao unatengenezwa na kundi la wachochezi ambao wamekuwa kitaka Watanzania waingie kwenye maandamano na waingie kwenye vurugu na waingie kwenye kuharibu amani inayoendelea katika taifa letu la Tanzania. Sasa wenda nikakupa fursa na nafasi ya kuweza kutoa ushauri na maoni kwa hoja ambayo itakuwa iko vizuri. Yani lengo sio tubishane, lengo sio tu tukosoane bila ya kuwa na hoja za msingi, bali kosoa, toa hoja. Toa hoja ni kujibu kwa hoja. Tukutane kwenye upande wa comment, na hii ni Hatboy Media.